Haya, Peter karibu. Karibu sana idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Hebu tueleze kwa ufupi kuhusu hii kampeni ya kusongesha SDGs ambayo mnatarajia kuifanya mapema mwakani. Mwaka 2015 Umoja wa Mataifa ilizindua maendeleo endelevu. Na kulingana na ripoti iliyotolewa na Umoja wa Mataifa hapo mwaka wa 2024 ni asilimia 17 tu ya Sustainable Development Goals, yani maendeleo endelevu, ndiyo yako sambamba. Na kulingana na hiyo ripoti tena, huenda watu milioni 590 wakaishi kwa umasikini uliokithiri ifikapo mwaka wa 2030. Na sisi kama shirika, kama lengo letu kuu ni kutokomeza umaskini, tulikaa chini tukasema ni vipi tunavyoweza kutumia mchezo wa kambumbu kuleta vijana pamoja ili kuhakikisha wamesaidiwa either kupata kazi ama kutengeneza ama kuandaa makazi zao ili wapate hela na waishi maisha bora. Kujiajiri. Kujiajiri. Sasa hii campaign inatarajia kuleta timu 34 kutoka majimbo 17, kila timu likiwakilisha maendeleo endelevu yani wanayopendelea ili kujiajiri ama kupata kazi ili nao wapate pesa na kujimudu katika maisha yao. So hiyo ndio jukumu la hii campaign ambayo tunapanga kufanya mwakani. Na mnashirikiana vipi na Umoja wa Mataifa, maana SDGs ndio hasa kitofu cha majukumu yake? Sasa hapo mwaka wa 2024 Umoja wa Mataifa iliteua tarehe 25 Mei kila mwaka kuwa siku ya kandanda duniani. Na mnamo mwaka wa 2022 Umoja wa Mataifa ilizindua mradi unaojiita Football for the Goals. Hii Football for the Goals inaleta mashirika zote zinazotumia mpira ama mchezo wa kandanda kuendeleza maendeleo endelevu. Sisi kama shirika mwaka wa 2023 tuliteuliwa kuandaa Football for the Goals Inaugural Tournament huku Kenya, ambapo tulishiriki ama tulihusisha matimu 16 kutoka majimbo mbalimbali nchini Kenya. Na kuanzia mwaka wa 2023 tumeandaa mashindano kama 3, tournaments kama 3. Na hapo Umoja wa Mataifa imetusaidia kwa mambo matatu. Ya kwanza, kutusaidia kuhamasisha vijana ama matimu kutoka mashinani kushiriki kwa kuendeleza ama kutimiza maendeleo endelevu. Endelevu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wametusaidia kuhamasisha wadhamini ili kusaidia hawa vijana, kwa sababu vijana wenye tunawahusisha kwa michezo hizi hawawezi kulipia ili washiriki. So wametusaidia kuhamasisha wadhamini kutuunga mkono kusaidia hawa vijana. So hiyo ni ya pili. Na ya tatu, wametupatia jukwaa mbalimbali ili kufunza watu mbalimbali ama shirika zingine venye mbinu zenye tunatumia kuandaa michezo hizi ili kuendeleza maendeleo endelevu bila kuacha maendeleo endelevu bila kuacha yeyote nyuma, na kuhakikisha kila mtu amechangia kutekeleza mradi wa 2030 agenda. So kwa hayo matatu Umoja wa Mataifa imecheza part kubwa ili tufike mahali tumefika
wa leo. So imetusaidia sana. Asante.